Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Baada ya kutafakari, baada ya kupima, baada ya kutathmini, baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana ya awamu mbili, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo. Na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Kama alivyosema Mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu, na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa. Mimi watu wanajua nilikuwa Channel 10, raha mustarehe kabisa. Maisha mazuri kabisa yanaendelea. Nikatoka pale, Mungu akanibariki, akaninyanyua. Nikaenda kampuni ya Vodacom. Maisha yakawa raha mustarehe, tena raha kweli kweli. Ni raha. Na tukisema raha nakumbuka na wengine mnakumbuka, raha kweli kweli. Fedha zipo, mishahara mizuri, marupurupu mazuri, suti nzuri, viatu vizuri, ukipanda ndege ni first class. Tuliacha hayo, tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania Watanzania. Kwa haikuwa bahati mbaya kuwepo Chadema, na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya. Na hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa. Inawezekana watakao kuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo, ya fitna, ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa wakati wote. Lakini tumesimama imara. Wengi atalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila. Unaweza ukashinda kwa upanga. Unaweza ukashinda kwa njama. Unaweza ukashinda kwa uongo. Unaweza ukashinda kwa ghiliba. Unaweza ukashinda kwa ulaghai. Unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu, na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu. Ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu. Una wajibu wa kutoa mbadala wa mipango. Una wajibu wa kutengeneza mikakati. Una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi na sio vinginevyo. Uwezi ukashinda kwa ghiliba ukadhani utaongoza chama kwa ghiliba au nchi kwa ghiliba au hata taasisi yote. Uwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe. Watu wazima hapa. Na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni kuna gharika inakuja.
nataka niwaambie kuna gharika inakuja na hawatoweza kuizuia kwa ghiliba. Watu wamewagundua, watu wamewaona. Kila ukiwashauri kitu wewe ni timu fulani wewe. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti. Kila ukiwashauri kitu wewe ni CCM. Yaani hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wewe umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Bana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukasema tulikuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana kwamba eti no reform wameirithi. Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vinaotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Tumetengeneza mkakati imara, tumetengeneza mkakati madhubuti. Uliokuwa sawa kabisa kwenda kukipeleka chama mahala pazuri kabisa, mahala sahihi kabisa. Sasa kama wanaamini wamerithi kutoka kwenye uongozi ambao tuliokuwepo sisi, tulipowashauri kwa nini walishindwa kutuita? Tulipoomba tukutane kwa nini wametukatalia? Kwa wakitoka nje wanaambia ndio wale waliandaa, sisi tumerithi tu. Kweli mmerithi? Tusikilizeni basi. Kama nilivyosema naibu mstaafu mwenzangu, sisi tumekaa tunazungumza, tunawashauri. Sio kwamba tuwashauri, tunawashauri. Lakini ukiwashauri asubuhi, mchana wanakwenda kwa watu wanaambia amekuja kutushauri, eti tufanye 1 2 3, anatumika yule. Haiwezekani kwamba eti sisi, yaani kila anayewashauri anatumika tu. Sasa hivi ukiwauliza kitu chochote, ni no reform no election. Jamani, chama kinahitaji kujiandaa, no reform no election. Jamani, chama kinakufa huku chini, no reform no election. Jamani, chama hakina fedha hiki, tutafuteni no reform no election. Yaani kila unapogusa no reform no election, no reform no election, no reform. Jamani, hiki chama kitaendeshwa na no reform no election peke yake. Maana sawa, no reform no election, tunakuja November, sawa hatujagombea. And then what next after November? Nimekuwa kwenye secretariat ya chama hiki na kamati kuu ya chama hiki kwa miaka 10. Kabla ya hapo nimekuwa mwandani wa chama hiki kwa miaka 7. Niko Chadema kwa mwaka wa 17 leo. Nikisema mwandani na watu ni mwandani. Niko Channel 10 ni Chadema. Kipindi kile ndugu zangu wanajua. Wakaniambia unajua Chadema, niambia nasiiachi kwa sababu naamini ninachokipigania. Ninaamini ninachokipigania. Nilisimama. Nilipoa kila kitu. Nikasema no, nitasimama na Chadema yangu kwa sababu ninaamini ninachokipigania kama mtoto wa Kitanzania. Hasa miaka 17 yote ya jasho na damu, akili, maarifa, sacrifice. Eti leo watu wanakuja wanazungumza ukiwacha unatumika wewe. Nini? Zungumza no reform no election. Sasa no, alafu tunafanya nini? Hakuna kitu chochote kinachoendelea ndani ya chama. Ni no reform, no election. No reform, no election. Kwa hiyo sisi ni watu wazima, tunajitambua na ninaamini sana kwamba tutaendelea kujitambua. Na watu wataendelea kuona ulaghai waliokuwa hapa. Leo yatatoka, wataandika mambo yote, lakini wazungu wanasema muda ni mwalimu mzuri sana. Time will tell. Kama ambavyo tumesema tuvumilie mwezi wa kwanza, tuvumilie mwezi wa pili, tuvumilie mwezi wa 3, huu ni mwezi wa 4. Hebu tuwavumilieni jamani, tuone. Hakuna kinachoendelea. Na hata nyinyi mkiwauliza wanasema wanataka kututoa kwenye agenda no reform no elections. Mkienda mkiwauliza leo, jamani jibu itakuwa wanataka kututoa kwenye agenda no reform no elections. Jamani, hata nyumbani haiwezi kuwa chakula tu. Kwamba kila kuuliza nalima nipate chakula. Nalima nipate chakula. No, kuna nguo, kuna maji, kuna umeme, kuna pango, kuna mafuta kama mna vipando. Kuna watoto kuwatoa basi hata Jumapili, Jumamosi watoke. Haiwezi kuwa eti ni chakula baba, kila ukiguswa natafuta pesa ya chakula. Kila natafuta pesa ya chakula. Kuna matibabu. Hasa baba utaki tujadili mambo yote, tunataka tujadili chakula tu. Ipo shida na shida hiyo ni ya makusudi. Tunaondoka hatutaki kuwa sehemu ya nguko kama ambavyo Mheshimiwa Kigala amesema. Tena la makusudi. Maana sio anguko la bahati mbaya. Chama kiko mikononi mwa malahai. Wanakidondosha chama hiki ni kwa makusudi. Kutengeneza ubinafsi, wachache kumiliki nguvu, kujipa mamlaka, kujipa uhalali wa mbele ya umma, kwamba wao wakisema ndo waaminike,
wengine wote watakaosema ni CCMB wanatumika. Ni anguko la makusudi la kuzima ndoto za watu na kujinyanyua wao, la kuzima matumaini ya Watanzania waliowekeza kwa jasho na damu ya kuhakikisha chama hiki kina sauti mbadala ya kuwasemea wakulima, kuwasemea watumishi, kuwasemea wafugaji, kuwasemea machinga, kuwasemea mama ntilie, kumsemea kila mmoja, kuwasemea waandishi wa habari na shauku ya Watanzania kuona nchi hii inaondoka kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi na tunaingia kwenye maeneo mengine. Chama kinaendeshwa kwa matamko tu. Nataka niwahakikishie hakuna vikao vinavyokaa. Hakuna. Hakuna. Waulizeni mara mwisho wamekaa kamati kuu lini? Waulizeni. Hawakai. Chama kimegawanyika mpaka kamati kuu. Haijawahi kutokea kwenye historia. Mimi tangu nimekijua chama haijawahi kutokea. Yaani leo kwenye kamati kuu wanaangaliana, wewe wana reform, wewe wana reform, wewe wana reform kama mazwazwa vile. Umeelewa halafu wanatengeneza vikao vyao. Wale ambao wana mawazo mbadala hawapingi, lakini kutengeneza mawazo mbadala wote wanatengwa. Sembuse sisi ambao mmekuwa mkiona na bahati nzuri wamesema kiongozi mmoja amesema, mmemsikia, Chadema sio gereza. Na kweli sio gereza. Anasema ni gereza ni nani? Sio gereza. Na kuna mwingine akasema watu wasiotaka no reform no election watoke. Ndio. Na bahati nzuri na kuna kiongozi mmoja amejenga msingi mzuri sana. Chadema sio mama yake, kwamba kwa mazingira yoyote yatakayotokea, kwa namna yoyote itakavyokuwa, yatabaki Chadema. Ni kweli. Haiwezekani tutabaki Chadema kwa mazingira yoyote tu au kwa namna yoyote tu ile tubaki Chadema. Hapana. Tunasonga mbele kwa umoja na pamoja, na tunaomba watu watuunge mkono. Kwa kweli watuunge mkono. Najua wengine watachelewa kutunga mkono, lakini watatuelewa kwa muda. Time will tell. Watu watatuelewa.